Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba na jukumu letu ni moja tu, kukujuza kila kitu ambacho kinaendelea kutokea sehemu mbalimbali. Jitihada mbalimbali zikiwa zinazidi kuchukuliwa ili kutokomeza magonjwa mbalimbali ambayo yanapatikana katika jamii na kuendelea kuboresha afya za wanajamii. Nesiuda Polyclinic na Amani Health Center wamejitokeza kutoa msaada wa huduma za kiafya bure ili kusaidia wananchi kuishi katika afya iliyo bora na kuweza kufanikisha kutimiza malengo yao. Mimi ninaitwa Maria, mimi ni daktari wa watoto na leo tumefika hapa na team hapa Machinga Complex kwa kufanya huduma kwa jamii. Tunashukuru sana kwa msaada ya jiji kwa kutupa kwa sisi hiyo nafasi, kwa sababu tunafikiri muhimu sana watu wapime afya, wapate ushauri wa daktari, na leo hiyo ni bure kutoka sisi. Tunafikiri muhimu sana kujua kuhusu magonjwa ambayo yanayoambukizwa na ambayo yasiyoambukizwa, na kujua vipi kuzuia hiyo, vipi kwenda mbele. Sisi ni kampuni facility mbili, ndio hiyo Nesiuda Polyclinic ambayo sisi tupo Dodoma kisasa nyumba 300, na Amani Health Center ambayo ni Dodoma pia area D. Sisi tunafikiri kwamba hiyo ni muhimu sana kuletea elimu kwa jamii kuhusu afya, kwa sababu watu mara nyingine hawajui vipi na nyinyi natakiwa kuangalia, nyinyi kuogopa, nyinyi sio gani ya alama ya hatari, lini kwenda kwa daktari, lini inawezekana kufanya sio matibabu kali. Ndio tunataka kuletea kwa watu wazo kwamba muhimu, kwa mfano kwenda kwa kliniki wa wanawake, ndio wajawazito, muhimu kwenda kliniki ya watoto. Kwa nini hiyo ni muhimu? Nini ni mafua ya kawaida na wapi ni alama ya hatari na pneumonia na hivyo hivyo. Kwa hivyo hapa leo sisi tunafanya ushauri bure, karibu sana kwa sisi. Tunafanya hapa vipimo ambavyo ni vya msingi, na tunaeleza watu kuhusu afya wao na nyinyi kufanya mbele na afya wao, kwa afya itaendelea kuwa vizuri. Hiyo itakuwa leo hapa Machinga Complex, na kesho Mpunguzi pia tutafanya shughuli hizi, tunakaribisha kule kuja pia. Lakini leo tumekuja hapa pia pamoja na hivyo kwa sababu sisi yetu kampuni tunakaribia miaka 10 ya kufanya kazi kwenye eneo ya afya. Tunafanya huduma kwa watu tayari miaka 10, hiyo ni muda mrefu, na kwa sababu kufurahi hivyo kwenda na msaada na Mungu na kuomba msaada na Mungu mbele. Kwa hivyo tuliamua kwamba moja katikati ya tofauti nyingine tukio ambayo tunafanya ni itakuwa muhimu kufanya hivyo msaada kwa jamii na bure, of course, kwa sababu ya kuwapa kwa watu nafasi kwa wengi kupata hiyo msaada. Sasa watu wengi wanaogopa ugonjwa wa mpox, ndio, na ninawaelewa kwamba hiyo ni chochote mpya ambayo hawajakuta zamani. Kwa hivyo sasa walikuja kutoka pembeni hapa maswali kuhusu hiyo ugonjwa. Kweli ugonjwa ipo karibu na Tanzania, na sasa walikuwa taarifa kwamba inaweza kuingia. Kwa hivyo watu wanaogopa, ninawaelewa. Lakini ya kwanza nyinyi nataka kusema, wakati wewe unakuta chochote alama ya hatari ambayo unayo na wewe au mtoto wako au mtegemezi yako yeyote, kwenda hospitalini. Sio mpox tu, ndio. Sahau kuhusu ugonjwa ya kawaida ambayo tunachukua kama hiyo sio muhimu. Kwa hivyo mara nyingine wanakuja wagonjwa ambayo tayari kwenye condition mbaya kwa sababu hawajaje kwa madaktari. Kama unalegea sana, kama unachemka sana, unaarisha tayari muda au haraka mengi anaarisha mtoto, au yapo alama ya hatari ya mjamzito, usikae nyumbani wapendwa. Kwenda kwa madaktari, pata ushauri. Pamoja na hivyo, watu mara nyingi wanaenda tu kununua dawa bila kujua dawa gani anafanya kazi gani, mara nyingine inaweza kukosea kufanya huduma sahihi. Kwa hivyo tunaomba pia, kama unaona dawa ya kawaida ambayo ni ya mafua ya kikohozi au ya oral au chochote kama hivi au paracetamol haifanyi tayari kazi, njoo kwa sisi tutibu sahihi, hatutapata matatizo mbele. Hivyo kuhusu magonjwa zote ambayo yanayoambukizwa ambayo yasiyoambukizwa pia. Check up ambayo inatakiwa kufanya na itakuwa vizuri kufanya. Kwa mfano, nyie ndio watu wazima, kila mwaka itakuwa vizuri kama tutapima HIV. Kila mwaka itakuwa vizuri kama tutapima kaswende.
kama tutapima hepatitis B, na hepatitis B kwa mfano tunaweza kujikinga na vaccination na chanjo. Ndio itakuwa sio vibaya kama unaona kwamba mtoto anayo dalili fulani, yeye hana nyekundu sana kwenye yake mwili, ndio unaangalia macho, angalia ulimi na unaona yeye kama nyeupe, itakuwa vizuri kuangalia damu, si ndio? Kwa yeye itakuwa vizuri kama unajua matatizo wewe unayo na figo, kupima figo mara kwa mara. Kwa hivyo check up pia kila mtu anayo yake kidogo. Ndio kweli sio vibaya kwa watoto kwa mfano kupima mara nyingine damu, mara nyingine mkojo, especially kama unajua nyuma yake mtoto alikuwa na matatizo. Lakini pia angalia check up unafanya kulingana na nini. Mtu anayo matatizo fulani ya figo anahitaji regularly kuangalia figo yake. Mtu anayo matatizo na pressure anahitaji regularly kuangalia pressure yake. Mtu amefika umri fulani mwanaume anahitaji kuangalia kuhusu tezi dume yake hiyo kweli. Ndio. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba kwa watu wote check up anahitaji kwa moja. Ninaweza kusema kama tunaongea na wewe, ndio. Mimi na wewe watu wa umri huu kweli tunahitaji kuangalia kila mwaka ambayo tunaweza kuambukizana kaswende, HIV, hepatitis B. Hiyo kweli muhimu na lazima, na watu mara chache wanafanya hivyo, inatakiwa kufanya regular. Jina naitwa Jerome Felician Marando. Mimi ni mratibu wa damu salama Dodoma Jiji. Leo tarehe 11 mwezi wa 3 2025 tupo hapa maeneo ya Machinga Complex tukiungana na taasisi ya utoaji huduma ya afya, kituo cha afya Amani, ambao wao wenzetu wanaazimisha miaka 10 tangu kituo hicho kuanzishwe. Namna ambavyo wao wameweza kutoa huduma, wametualika kuwa hapa na tumejumuika pamoja. Sasa kwa nini tupo hapa? Tupo hapa kwa lengo moja tu la kutoa huduma za kiafya mbalimbali. Lakini mimi kwa muktadha wa majukumu yangu kama mratibu wa damu salama, basi nitaomba nizungumzie sana kwa nini tupo hapa kwa upande wa damu salama. Kabla ya yote ninapenda tutengeneze uelewa pamoja. Tunapozungumza damu salama, nini maana yake? Damu salama kwa lugha nyepesi ni tiba kama tiba zingine, ambapo sisi wataalamu wa afya tunazitoa kwa watu wanaokuwa na shida mbalimbali za kiafya. Hasa tiba hii inatolewa kwa watu ambao wana upungufu wa damu, na tukipata watu wenye shida za namna hiyo, basi tunawaongezea damu ili maisha yaweze kuendelea. Na tukisema damu salama, maana yake tuna wajibu kuhakikisha damu ile tunapoitoa kwa yule dona ambaye tunaenda yeye anachangia damu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa utaratibu wa utoaji wa damu kusio na changamoto yote ya kiafya, lakini pia yule atakayeenda kupewa ile damu pia asiwe na changamoto yote ya nini ya kiafya. Kwa muktadha huo mnyororo kamilika tunasema damu salama. Sasa tunahakikishaje usalama wa watu? Jambo la kwanza tuna vigezo mbalimbali tunaviangalia. Kwa yule mtu ambaye ataenda kutoa damu tunaviangalia ili kuhakikisha usalama wake unakuwepo kwa 100%. Tunaangalia vitu gani? Cha kwanza tunaangalia umri wa mchangiaji, ambapo inatakiwa aanze miaka 18 mpaka miaka 65. Cha pili tutaangalia hali ya damu, wingi wa damu kwa mtu yule kwa wakati huu, ambapo tunashauri angalau kipindi hicho awe na damu ya kutosha kwa ajili ya kuendesha mambo yake mbalimbali ya kiafya, na zaidi kidogo kwa ajili ya kumchangia mwingine. Lakini pia tunaangalia uzito. Tunashauri huyu mtu awe na kilogramu kuanzia 50 na kuendelea. Lakini pia tunaangalia awe na hali nzuri ya kiafya kwa wakati huo ambao anachangia damu, asiwe katika dozi aina yoyote ile. Lakini cha mwisho tunaangalia hali mbalimbali ya magonjwa ya asili. Kwa mfano, kuna watu wana magonjwa yenye asili ya upungufu wa damu. Kwa mfano, sickle cell. Watu wana matatizo ya moyo, wana matatizo ya asthma. Hawa ni watu ambao tuna exempt kwa sababu tukifanya hii procedure ya utoaji wa damu kwa inaweza kuwa sio salama. Na baada kuchukua sasa ile damu kama wataalamu tunaenda kuipeleka kwenye vipimo kwenye maabara zetu ili kuhakikisha sasa tunaangalia mambo mbalimbali kwenye damu ile ili tujiridhishe hii damu tunapoenda kumpa mtu mwingine isiwe na madhara yoyote. Kwa hiyo tunapoenda kuifanyia vipimo kwenye maabara kuna mambo tunayaangalia. Kwanza tutaangalia kundi la damu ile. Cha pili tutaangalia hali ya maambukizi ya VVU.
Cha tatu tutaangalia hali ya maambukizi ya homa ya ini. Hapo tutaangalia hepatitis B na C, lakini tutaangalia hali ya maambukizi ya kaswende. Sasa tukiangalia hivi, sisi tunajiridhisha baada ya kupata majibu kwenye maabara zetu na kuhakikisha vimekuwa salama. Sasa damu hii tunaita ni damu salama, ambayo inaweza ikaenda kutumika kwa mtu yeyote kwenye kuokoa maisha yake. Nilipenda niliweke wazi hili ili tuzungumze lugha ya pamoja. Na kwa kuongezea tu, tiba ya damu salama ni tiba yenye utofauti na tiba zingine. Tunajua kama binadamu katika maisha ya kila siku tunakutana na adha mbalimbali za kimwili, na tunapozungumza sayansi imekuwa, kuna maviwanda, kuna wataalamu, tunatengeneza madawa mbalimbali kutibu watu wa namna hii. Lakini as we are speaking now, hakuna kiwanda chochote kinachoweza kukazalisha tiba ya damu salama. Tiba ya damu salama, kiwanda pekee ni miili yetu wanadamu. Kwa hiyo ninapozungumza mimi kama mratibu, wewe mtangazaji, mwananchi yeyote, tuna dhamana ya 100% kuhakikisha tunajitoa ili tiba hii ya damu salama iwepo siku zote katika benki zetu, na tuwasaidie watu ambao wanakutwa na changamoto za upungufu wa damu, maisha yao yaendelee. Tunapokosa damu kwenye benki zetu, tunazungumza kuzalisha vifo ambavyo tungeweza kuvizuia, kwa sababu tukiwa kwenye vituo vya afya tunapotoa huduma, tukipokea mtu mwenye shida ya damu, kama hatuna damu, hakuna zoezi litakayoweza kufanyika kuokoa maisha yake. Na nitazungumza kwa kifupi sana ni makundi yapi sasa yana uhitaji mkubwa wa damu. Kwa kifupi sana, kuna makundi matano. Kundi la kwanza ni watoto wenye umri chini ya miaka 5. Hawa tunaona ni watoto ambao kinga zao za mwili zinaanza kujijenga, hivyo zinakuwa ni rahisi kushambuliwa na magonjwa mbalimbali ambayo hupelekea upungufu wa damu. Hawa ni watu ambao wanaathirika sana. Kundi la pili ni wamama wajawazito. Hali ya afya sasa hivi ilivyo, wamama wengi wanapata changamoto kipindi cha kujifungua. Katika changamoto zile, changamoto nyingi zinapelekea upotevu wa damu nyingi wakati wa uzazi na kujifungua, ambapo husababisha vifo kwa mama mjamzito na hata kwa mtoto pia. Kwa hiyo hili ni kundi la pili ambalo linaathirika sana na upungufu wa damu salama. Lakini kingine, kundi lingine la tatu ni waanga wa ajali. Tunapozungumza sasa hivi kila siku katika majukumu ya mwanadamu tunakutana na maajali mbalimbali. Watu wanapata ajali kwenye magari, mabodaboda na nini. Na unapopata ajali unavuja damu nyingi sana. Kwa hiyo unapovuja damu, jukumu la kwanza kabisa katika uokozi wa maisha ya mtu yule ni kumwongezea damu ili aweze kuendelea na maisha yake. Kundi lingine la 4 ni wazee wenye umri wa miaka 65 na kuendelea. Hawa sasa tayari umri umeshaenda, kinga zao za mwili zimechoka, kwa hiyo mwili wao inakuwa dhaifu na inashambuliwa na magonjwa mbalimbali. Hivyo sasa upelekea kuwa na upungufu wa damu mara kwa mara. Kundi la mwisho ni kuna wenzetu wenye athari ya magonjwa ya upotevu wa damu. Kama nilivyosema awali, kuna watu ambao wana sickle cell, wana chembe nyekundu zenye umbo ambalo sio sawia, upelekea kuvunjika na kupoteza damu mara kwa mara. Hawa nao ni watu ambao ni waanga wa haya mambo. Sasa ndugu mtangazaji, mwananchi na mwana Dodoma kwa ujumla wetu, ukiangalia makundi matano ambayo nimeyataja, unaweza kujitathmini kwa undani sasa kwamba wewe una wakati gani utakuwa haupo kwenye haya makundi ambayo nimeyataja. Kwa hiyo moja kwa moja unajikuta wote kwa ujumla wetu kama binadamu tunaingia kwenye ile kundi kwa 100%. Na kwa mantiki hiyo sasa, basi tuna wajibu wa kuhakikisha wote kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha damu zipo wakati wote ili kuweza kuokoa vifo hivi ambavyo tungeweza kuvizuia kwa wapendwa wetu na hasa kwetu sisi wenyewe. Katika mwezi wa mfungo wa Kristo na Waislamu, mtu anaruhusiwa kutoa damu kweli? Kwa uchache. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kumruhusu mtu kutoa damu ni kuwa na hali nzuri ya kiafya, awe na mwili huo na nguvu. Kwa hiyo anapokuwa kama kwenye mfungo, kama amekuja sasa hivi anataka kutoa damu, ipo katika hali ya kufunga, huyo tuweza kumruhusu kutoa damu, kwa sababu mwili umekuwa na hali ya kuwa na udhaifu wa kupoteza calories katika kipindi hicho. Yeye atakapokuwa amefungulia anaweza akatoa damu. Na kipindi hiki ni kipindi ambacho watu wanajitoa sasa zaidi. Kwa mfano wenzetu wa Sabato wapo kwenye kipindi cha matendo ya huruma.
hawa wanatoa sana damu na tunawashukuru sana, na tunazidi kutoa wito waweze kutoa damu zaidi na zaidi. Kwa majina naitwa Angela Aule, natokea Makulu. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kuchangia damu. Kuchangia damu ni hiari ya mtu, lakini ni muhimu kuchangia damu ili kuweza kuwasaidia watu ambao wanahitaji damu. Kwa kweli huduma ni nzuri, wametukaribisha vizuri, wametufanyia vipimo, tumepima uzito, urefu, pressure, wingi wa damu. Baada ya hapo ndio unatoa damu. Na unapotoa damu hamna changamoto yoyote unayoipata. Utatolewa damu, unajisikia vizuri. Baada ya kutolewa damu utapewa soda pamoja na biskuti. Kwa kweli huduma ni nzuri sana, nimefurahi. Na washauri watu wajitokeze kwa wingi ili waweze kuchangia damu, waokoe maisha ya watu. Kuna watu ambao wako hospitali wanakosa damu, na sisi binadamu wengine tupo na tuna uwezo wa kuchangia damu. Na washauri wajitokeze kwa wingi waje watoe damu. Kitu gani ambacho kimekugusa kwa kufika hapa siku leo? Asubuhi ya leo baada ya kuona hili bango na matangazo, nikasogea ili nione ni huduma gani zinazotolewa huko. Na wewe umetoa tu damu, jipima vitu vingine? Nimepima afya, nimepima sukari, vyote niko salama. Ndio maana nimeshawishika kutoa damu. Kwa majina naitwa Godfrey Moses Nyaronga. Nimewiwa kuja kushiriki hili zoezi ambalo limetangazwa kutokana na uhitaji ambao umekuwa ukitangazwa na serikali na jamii kwa ujumla kuhusiana na uhitaji wa damu. Tumekuwa tukiona ndugu, jamaa, marafiki wakipata ajali ambazo zinaletelezea uhitaji wa kuongezwa damu, lakini wamama wajawazito wanapokuwa wanajifungua kunakuwa na uhitaji wa damu. Kwa hiyo hizo sababu zote zimenisababisha baada ya kuona hili tangazo na huu uhitaji, nikaona ni vema na mimi nishiriki hili zoezi kwa siku ya leo. Wapo wengine ambao wanatamani kuchangia damu lakini wanakuwa pengine na hofu kwamba ninapotoa damu pengine naweza nikapata madhara au naweza nikadhurika kwa namna yote ile. Pengine una lipi la kuzungumza hasa pengine kwa kutia moyo zaidi watu wengine wasiogope hichi kitu? Anapenda kuwafahamisha tu kuwa taratibu za utoaji wa damu tofauti na zamani kidogo, kwamba kwanza unapewa ushauri na utapima kama kiwango cha damu kinaruhusu kuchangia. Baada ya hapo utatoa damu. Na utaratibu wa kutoa damu ni kwamba vipimo vitafanyika. Kama utahitaji kupata majibu ya vipimo utavifuata, lakini kama hautahitaji, ina maana damu itakapopimwa baadaye ikikutwa ni salama itahifadhiwa. Kama haitakuwa salama haitahifadhiwa. Kwa hiyo ni watoe wananchi hofu kwamba taratibu za upimaji ni salama kabisa na hazina changamoto yoyote. Kwa hawa ambao wanaratibu hichi kitu, tunapenda kuwashukuru kwa kutoa hii nafasi, kwa sababu watu wengi tunakosa nafasi ya kwenda kuhudhuria hospitalini na sehemu ambazo huwa wanatoa maalum kwa ajili ya kuchangia damu, lakini kwa kufuata wananchi karibu inarahisishia hata wale ambao walikuwa na hofu au wale walikuwa wanakosa nafasi kupata nafasi kwa ajili ya kuchangia damu. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru kwa nafasi hii, waendelee kufika maeneo tofauti kwa ajili ya kuwasogelea wananchi jirani kabisa ili zoezi la utoaji damu lakini pia vipimo ambavyo vinafanyika humu ndani waweze kufikiwa. Kuna vipimo vya uzito, wanapima urefu, wanapima sukari, wanapima pressure. Na kuna maelekezo mazuri tu, kwa mfano pressure. Mimi nilikuwa sijui kwamba mtu anaweza akawa anaishi na dalili za pressure bila kujifahamu, lakini inapofikia kwenye kiwango cha juu ndipo mtu anapogundua kwamba ana pressure. Lakini hawa wametoa maelezo ambayo yanaweza yakasaidia watu wengi zaidi kuondokana na tatizo la pressure. Asante sana.